pamoja kwa mafundisho ya siku ya leo. Wiki iliyopita tulikuwa tunajifunza kuhusiana na vizuizi ambazo zilikuwa zinazuia wana wa Israeli kuingia katika nchi ya Kanaani. Na alikuwa anatufundisha kwamba kulikuwa na vizuizi kadhaa ambazo zilifanya wana wa Israeli, japo walikuwa wameahidiwa nchi ya ahadi, lakini kulikuwa na vizuizi. Kulikuwa na ukuta wa Yeriko ambao ulikuwa mbele yao, na wao wameahidiwa kwamba mji ni wao, lakini kuna vitendo walistahili kufanya. Ilibidi waende wakazingire ama waweze kuzunguka mji wa Yeriko, na walizunguka kwa siku 7 mara 7. Bwana asifiwe. Na baada ya kuizunguka, ukuta wa Yeriko uliweza kufanya nini? Uliweza kuporomoka. Kwa hivyo vizuizi ambazo ziko mbele zetu, neno la Mungu linatutia moyo kwamba ni lazima zitaweza kuporomoka. Bwana asifiwe. Ambie mwenzako zitaporomoka. Kila vizuizi kama Mungu amekuahidi ni lazima zitatoka. Ambie mwenzako lazima zitatoka. Asubuhi ya leo nataka kuingia kwa mafundisho, pengine sitaendelea na yale yalikuwa yakiendelea, lakini leo nataka tujifunze kuhusiana na demonic possession ama kupagawa na mapepo. Ambie mwenzako kupagawa na mapepo. Kupagawa na mapepo ni hali gani? Kupagawa na mapepo, mtu aliyepagawa na mapepo, ile state yeye huwa yeye mwenyewe huwa haoni kana kwamba amepagawa. Yeye huwa anaona hako sawa sawa. Hako namna gani? Hako sawa sawa. Yuko katika hali mzuri. Lakini watu wanapokuangalia, ile hali wewe huko haipendezi watu. Halo? Bwana asifiwe. Hebu tusome katika kitabu cha Luka. Twende katika kitabu cha Luka. Twende Mark 5. Swahili utanisaidia. Marko 5. Ansia tu hapo moja. Maandiko yanasema kwamba Marko 5 mstari wa kwanza, wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerase. Na alipokwisha kushuka katika mashua, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini. Sikia, alikutana na mtu ambaye ametoka wapi? Makaburini. Mwenye pepo mchafu. Mwenye pepo mchafu. Simamia hapo. Neno la Mungu linaongelea kuhusiana na mtu huyu. Huyu mtu alikuwa anakaa kwa makaburi. Nataka nikupatie mfano. Wangapi wameenda Kitale kwa makaburi? Wangapi wameenda huko? Naomba Mungu utembee huko wakati mmoja. Ukifika mahali pale, unaona uwanja kama eka moja ni makaburi peke yake imejaa. Na mahali kuna makaburi inamaanisha kuna maisha ya watu ilifanya nini? Ilitoka. Si ni kweli? Mahali pale huwa kuna ukimya mkubwa sana. Ukienda mahali pale pamenyamaza. Lakini mtu huyu alikuwa anakaa mahali pale kwa makaburi. Neno la Mungu linasema akiwa anakaa pale kwenye makaburi, alikuwa akichukua jiwe, anajikata, damu inatoka, lakini situation yake yeye alikuwa anafurahia. Alikuwa anafanya nini? Anafurahia. Lakini Yesu mwana wa Daudi alipokuja na akamuona, alijawa na huruma sana kwa sababu ya situation ile alikuwa anapitia. Watu kweli wa mambo ni ya kwamba mtu huyo alikuwa ameridhika sana. Alikuwa ametosheka kukaa kwa makaburi. Alikuwa amefanya nini? Ametosheka kukaa pale kwa makaburi. Anafurahia kujikatakata na ile mawe. Damu inamtoka. Hebu endelea pale chini kidogo. Makao yake yalikuwa pale makaburini. Makao yake yalikuwa pale makaburini. Wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena. Huyu mtu alikuwa na nguvu. Hata ungejaribu kumfunga, angeweza kufungika. Alikuwa na nguvu zaidi. Inasema hivi, hakuna mtu aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo. Yes. Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu. Yes. Wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Simamia hapo. Huyu mtu alikuwa na nguvu zaidi. Amefungwa na minyororo, anakata. Anafungwa na pingu, anakata. Yaani watu wanajaribu kumfunga wamrudishe nyumbani, mtu huyu anakata hizo minyororo, anarudi kwa makaburi. Mkimshika mlete nyumbani, anarudi wapi? Kwa makaburi. Na mahali pale kwa makaburi, watu hawako wanafurahia kuona mtu huyu anakaa mahali pale, lakini mtu huyu alikuwa anahisi ako sawa sawa.
ako very comfortable. Marafiki zangu, ukiwa mapepo yamekutawala, hali zako ambaye unakaa inaweza kuwa ni hali mbaya sana, lakini wewe unafurahia. Nataka nichukue mfano. Mtu ambaye amepagawa na mapepo ya unywaji wa pombe analala kwa mtaro na ako very comfortable. Si kawaida, analala kwa mtaro, anakunywa pombe, analala kwa mtaro, maji chafu yanampata, mtu huyo ako very comfortable. Lakini wewe unapomwangalia hii maisha unasema si mzuri. Si ni kweli? Ukimpata katika mitaro amelala, unasema hii sio mzuri, lakini kwake anaona ako namna gani? Kesho anarudi tena anasema ninarudi kukunywa tena, nilale kama vile nilala jana. Ni nini? Ni kwa sababu kuna nguvu ya kupagawa na mapepo. Bwana asifiwe. Wewe unakuwa comfortable katika maeneo ambayo watu wanaona sio mzuri. Nataka nianze kwa kuangalia dalili ya mtu ambaye amepagawa na mapepo. Huyu mtu ana dalili aina gani? Kama unaandika twende pamoja. Ya kwanza, mtu huyu anatangatanga. Ukitaka kujua mtu amepagawa na mapepo, akaanji mahali moja, anashindaga ametangatanga. Leo hako hapa, kesho hako pale. Hawezi kukaa mahali moja. Hello? Angalia huyu mtu ambaye alikuwa amepagawa na mapepo. Neno la Mungu linasema alitoka kwa watu na akaenda kukaa kwa makaburi. Nataka pia katika sehemu hiyo, hebu twende katika kitabu cha Luka 15. Luka 15 mstari wa 11. Dalili ya mtu ambaye amepagawa na mapepo ama mapepo yanamuongoza ni mtu aina gani? Nasema hivi. Yes. Akasema Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, "Baba, nipe sehemu ya mali iliyozidi wangu." Akawagawia mali yake. Na baada ya siku zisizokuwa nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Simamia hapo. Mtu huyu alifanya nini? Alitoka. Yesu anaongea kuhusiana na watu wawili, watoto wawili, na mmoja akaijiwa na mawazo ya kutangatanga. Uliza mwenzako kutangatanga. Ambia mwenzako kutangatanga. Akasema, "Baba, mimi nimekuja, si nina urithi katika jamii hii, nipatie urithi yangu." Neno la Mungu linasema alichukua mali yake na akaenda nchi za mbali na akaanza kuharibu. Akili ya kutangatanga. Ambia mwenzako akili ya kutangatanga. Wandering mind. Mawazo isiyotulia ni dalili ya wewe umepagawa. Ambia mwenzako acha kutangatanga. Kuna watu wametangatanga. Unashindwa, hawezi kaa mji wa Kapcheroko mpaka abarikiwe na Kapcheroko. Bwana asifiwe. Mama hawezi kaa kwa hiyo nyumba mpaka abarikiwe kwa hiyo nyumba. Maisha ikiwako ngumu anatoroka. Ni kupagawa. Sema ni kupagawa. Ni kupagawa. Tazama yule mama Msamaria. Neno la Mungu linasema kwamba alikutana na Yesu. Na alipokutana na Yesu, Yesu akaeleza mambo yake yote kwamba alikuwa pia amepagawa. Ajekaa kwa mume mmoja. Amekuwa hapa, amekuwa hapa, amekuwa hapa. Na alipokutana na Yesu, Yesu akamwambia siri zake. Na mtu huyo akafunguliwa, akasema, "Kujeni muone mtu ambaye amesema siri za maisha yangu." Wakati huo ndiye alifunguliwa. Ambia mwenzako kupagawa. Kwa nini mnanyamaza? Sema kupagawa. Wakati aukai, unatoka unafanya kazi hii kidogo. Kuna hata watu wakifungua biashara hawakaanza kwa biashara moja, wanafanya hii biashara. Leo amejaribu mboga, kesho ametoka kwa mboga, ameenda kwa hile ingine mitumba, ametoka kwa mitumba, amekuja amejaribu ukulima, anatangatanga. Hakuna siku utakuwa stable. Tulia. Hata katika nyumba ya Mungu unastahili kutulia kanisani. Hakuna kanisa mzuri. Hii kanisa yetu inatoa. Hata ya Asia ambayo imejenga bado inatoa. Hata Catholic ambayo imejenga unaona imemaliza bado inafanya nini? Wacha kutangatanga. Tulia. Neno la Mungu linasema yule mtoto alipotangatanga aliharibu mali yake. Unajua ukitangatanga leo ukitoka hapa uende Kapsowari unaanza maisha mpya.
kwanza uanze kutafuta marafiki wapi. Kwa hivyo kumaanisha hata ile pesa ulikuwa naye sasa, ili upate watu wageni na mahali pageni, utaanza kuitumia kuiharibu. Ambia mwenzako tulia, utabarikiwa hapa Kapchororo. Ambia mwenzako utabarikiwa Kapchororo. Niko nasaidia watu walikuwa nafikiria kuhama, sasa mawazo yao inarudi. Ambia usiame, simama tu hapo. Bwana asifiwe. Huyu mtoto alikaa kwa baba yake, akasikia amesinyika na baba yake, akasema jamani, baba, mimi ninataka unipee urithi wangu. Na baba huyu alikuwa ni baba mzuri sana. Mimi ninaona baba ambaye ni muungwana, ambaye aliweza kumsikia mtoto wake, baba aliyekuwa ameinvest kwa watoto wake, na sasa akatoa mali zake, akasema kama umesema nitakupa sehemu yako. Halo, Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema niendelee hapo mbele. Nasema hivi, alipokuwa amekwisha kutumia vyote, akaenda kutumia vyote. Jakubu iliingia. Simamia hapo kwanza. Tabia ya kutangatanga, unatumianga mali yote ile uko nayo. Halo? Tabia moja mbaya ya kutangatanga. Ukitangatanga, unaenda yale uko naye inakuishanga. Inafanya nini? Ambia mwenzako usitangatange. Itakwisha. Akatumia yote aliyokuwa naye. Alafu nasema hivi. Yes. Mtaanzia 14. Alipokuwa amekwisha tumia vyote. Alipokuwa sasa amekwisha tumia yote, Jakubu iliingia katika nchi ile. Basi simamia hapo. Ukitangatanga, vitu viwili zinakujanga. Unamaliza ile uko naye na njaa inafuata. Na kama kuna kitu mbaya, wacha nikwambie, katika ulimwengu ama kwa mwanadamu ni njaa. Ambia mwenzako njaa. Hata jamaa mmoja aliamua kuuza urithi yake sababu ya njaa. Njaa hapana mchezo. Akaona njaa imekuja. Njaa ilipokuja, alifanya nini? Yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile. Yes. Naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Yes. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe. Wala hapana mtu aliyempa kitu. Simamia hapo. Kwa sababu hapo anajulikana, hakuna mtu angempea kitu. Hatari ya kutangatanga na kwenda mji ya ugeni, watu wawezi kukusaidia. Huyu jamaa aliandeka pale akatangatanga, hakuna mtu anamjua, kwa sababu hakuna mtu ambaye anamjua, hakuna mtu aliprovide chochote kwake. Kwa hivyo kila alifanya, aliamua aajiriwe kazi ya kulisha nini? Nguruwe. Na kwa sababu hakuna mtu hata alimjali, aliamua kula chakula ya nguruwe. Bwana asifiwe. Aliamua kula chakula ya nini? Kupagawa na kuchanganyikiwa ni kitu mbaya. Huyu jamaa alipopagawa akachanganyikiwa, alikuwa anakaa na baba yake vizuri, wanakula vizuri, anavaa vizuri, lakini kwa sababu ya kuchanganyikiwa na kupagawa na mapepo, akaamua kutoka kwa maisha mazuri akaingia kwa maisha mbaya. Angalia huyu kijana, anatoka kwa maisha mazuri anaingia kwa maisha mbaya. Akaenda pale, neno la Mungu limeelezea, alienda kuharibu mali yake. Ukitangatanga utaharibu mali. Ukitangatanga utaenda kupata marafiki wabaya. Dalili ya kupagawa ama kuchanganyikiwa na mapepo ni kutangatanga. Ambie mwenzako usitangatange. Wandering mind. Ukikaa hivi mawazo yako, unajua, acha nikwambie, kuna watu wako na wandering mind. Hata kwao kwa manyumba wako, lakini mawazo yao bado yanafanya nini? Inayumba yumba. Anakaanga anaona ni kama next year itampata kwa hiyo boma. Na unamuona hapo kwa hiyo boma, inafika Christmas, anatoroka hapo miezi 3, anarudi mwezi wa 4. Wandering mind. Ni kupagawa. Unajua kuna wale wamepagawa mpaka wanajulikana Christmas watatoroka nyumbani kwa sababu ya kuvaa nguo. Si ni kweli? Halo, alafu wanarudi wakati ya kupanda mahindi. Ikianza tena wanatoroka na wanakuja siku ya kuvuna mahindi kwa sababu watavuna na uze nini? Ambia mwenzako toka kwa hiyo mawazo ya kutangatanga. Halo? Halo, umeona wamama kama hawa? Mawazo ya wandering mind. Haitulii. Kuwa na mawazo ya kutulia. Mungu anaongea na wana wa Israeli, anawaambia ninawapeleka kwa mji ambaye nimewaahidi, na mtakapofika huko mtatulia.
Tunakumbuka mafundisho ambayo tulifundishwa kwamba walipofika mji wa Kanaani, walikuwa kabla wajefika walikuwa wanaprovidiwa na mana, lakini walipofika walitulia. Mungu akasema na nchi ikaanza kuzalisha, kumaanisha walitulia. Nchi ikaanza kufanya nini? Ikaanza kuzalisha kwa ajili yao. Lakini hapa mbele nchi haikuwa inazalisha, lakini walipofika nchi ya ahadi, nchi ikaanza kuzalisha. Wakiweka mbegu chini, inamea, inatoa mapato, wanakula. Ukitulia nchi itazalisha. Bwana asifiwe. Ukitulia utakubalika mahali wewe uko. Ambie mwenzako tulia. Tulia. Halo? Yes. Jambo lingine. Dalili. Unaweza kujuaje kuna kuchanganyikiwa na kuna kuchanganyikiwa na nguvu za mapepo? Dalili nyingine ni ya ukikosewa kidogo tu unasikia unataka kujiua. Halo? Halo? Mtajijonga. Mtakunywa sumu. Makosa kidogo kidogo tu. Mzee mama mmekosana, mzee mama kidogo tu. Umekimbia umechukua rat. Wanakunyang'anyia karibu na mdomo. Ni kuchanganyikiwa na nguvu za mapepo. Yaani jambo kidogo unasikianga kujiua tu. Sijui kama umeangalia hiyo, kuna tabia kama hiyo. Unataka kujimaliza, unakuwa na hasira. Ni kuchanganyikiwa na mapepo. Halo? Tuko pamoja? Jambo lingine, unasababisha matatizo popote unapoingia. You cause trouble. Kuna watu hata wanajulikana kwa miganda. Akiingia mganda anasema na huyu amekuja, afadhali mimi mtoto. Kama amekanyaga, hata ukiambia kijiji watu wanasema alikanyaga hiyo kijiji. Basi mtaona ile si tulionanga, hata si tumetulia. Yaani mali anaenda watu walikuwa na amani, anasababisha nini? Mgongano. Roho ya kugonganisha watu. Roho ya yaani mali unaingia watu wanakosana, watu walikuwa na amani, ni kuchanganyikiwa na mapepo. Unasikia mtu amekuja mahali na unasikia watu wanasema, "Po, wacha ameenda pale. Sisi huku tumetulia na hao wajionee." Kwa nini? Na kweli vile umeingia mahali pale, tabia zinakuja watu kukosana, watu kugombana, watu kupigana. Jiangalie mwenyewe. Kuna mapepo. Wewe umechanganyikiwa ama uko na mapepo ambayo yanasababisha mgonganyiko. Halo? Hata kwa mganda kuna watu wakiingia mganda watu wanatoroka. Hiyo mganda mimi nimetoka. Kwa sababu ana roho ya kugonganisha. Neno la Mungu linasema kwamba sisi ni wa kuleta amani. Mahali hakuna amani, tunasababisha nini? Amani. Na ndio neno la Mungu limesema, tafuteni kwa bidii sana kuwa na amani na watu. Kumbe kuwa na amani ni kutafuta kwa bidii. Si polepole, unatafuta kwa bidii. Najaribu kukaa na huyu ndugu hata kama ni kisirani, najaribu kuwa na amani na yeye. Hata kama nipendi, najaribu natafuta kwa bidii. Hata kama ni kununua peremende, tuwe na amani, nitanunua kwa sababu ninatafuta kwa bidii kuwa na amani. Na neno la Mungu linasema, tafuteni kwa bidii sana kuwa na amani na watu wote. Na watu wote. Tafuta kuwa na amani na watu wote. Usikose trouble. Halo? Sijui kama tunapelekana. Tunapelekana? Nataka tuende polepole. Ingine ni wivu. Kuna watu wana wivu, si wivu ya kawaida. Wivu mbaya kama ya Kaini. Hiyo ni dalili ya kuchanganyikiwa na mapepo. Kaini wanatoa sadaka zao mbele za Mungu pamoja na ndugu yake Abeli. Na yeye kuona tu ya ndugu yake imekubalika, roho yake inafanya nini? Inakatika. Wewe unajua leo hii ukibarikiwa kuna watu roho inakatika mpaka anasikia angekuwa. Roho inaharibika kabisa kama ya Kaini. Hiyo ni roho ya Kaini. Kuchanganyikiwa na mapepo. Sasa na hiyo nguo yangu nyeusi wewe na katika roho mpaka unataka uue mimi na hii jacket tu. Yaani umeharibika kabisa. Ni kwa nini? Kupambana na mapepo. Wewe umenunua tu ng'ombe mama. Mtu ameharibika kabisa mpaka anaona hiyo ng'ombe anga afadhali ya kumaliza sababu ya ng'ombe. Wivu. Ama mtu anaamua hata uwe hiyo ng'ombe.
Yaani umeona tu mtu amekamua lita 5, leo mama Jesinda amebeba lita 5 anapeleka kwa soko namna hii. Unaangalia mama Jesinda hivi, unamwangalia au wacha kumwangalia. Na kesho unasema ni heri hiyo ng'ombe ikufe. Baada ya kufurahia, waliobarikiwa wanasema umebarikiwa na sisi tumebarikiwa. Ambia mwenzako ondoa roho ya wivu. Kuna watu wana wivu, na wivu inaingia mpaka unaona anabadilika sura. Mpaka anatetemeka. Ni kuchanganyikiwa na mapepo. Kuna watu wana wivu. Na ndio unaona halo, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako ombea adui wako aishi siku mingi, ili unapobarikiwa afanye nini? Ajione kwa. Sasa watu, unajua ndio huyu mwimbaji hivi lazima alikutana na watu wenye wivu. Wakawa, yaani mtu anaamua kuwa na adui yako, unakuwa adui yako. Ukimuuliza aliwahi kukosea, mimi sikupendagi tu, rangu nimechukia. Kumbe si hati ilimchukia. Pepo ya kupagawa imemwingia na amekuwa na wivu, amemchukia tu bure tu. Amemchukia tu bure. Ukimuuliza aliwahi kukosea, hapana. Watu wa Mungu kupagawa na mapepo lazima tuwe tahadhari sana. Kaini anapagawa. Na Mungu anamuuliza, ndugu yako yuko wapi? Kwa sababu ya kupagawa, anajibu Mungu in a very friendly manner. Mimi si mchungaji, mimi sio mchungaji ya ndugu yangu. Na ni Mungu anamuuliza, kwa sababu Mungu ameona kuna kitendo, anaona kuna damu inalia kwa sababu imeanguka kwenye ardhi. Anataka kujua, lakini Kaini anajawa na kiburi. Mtu akiwa na wivu anajawa na nini? Halo. Watu wa Mungu tuko pamoja. Tunafundishana ama tufundishane? Nataka tuende polepole. Ambia mwenzako usiwe na wivu. Hata kwa maushirika iko. Tunaona masel leaders wanagongana hapa. Coordinator, taanza kutatua makesi. Sel fulani Mungu amebariki, wameongezeka, wamekuwa wengi. Wale wajiongezeka wanaanza kusema, unaona hawa. Sel leader anakataa, wanaanza kugongana. Unaanza kumwambia chunga roho ya kuwa possessed na mashetani ya wivu. Usipagawe, ndio usifanye nini? Halo watu wa Mungu, tuko pamoja. Tuwe na roho safi, ambia mwenzako kuwa na roho safi. Tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Unajua wivu ni mbaya. Ambia mwenzako wivu ni mbaya. Kaini alikuwa na wivu. Na wivu ambayo ilimuingia ilileta chuki. Hiyo chuki ilisababisha maafa. Kwa hiyo mtu ya wivu sio mzuri. Mtu mwenye wivu ni mbaya. Halo? Bwana asifiwe. Amen. Unajua mtu wa wivu, uchawi unakuja kwa sababu ya wivu. Hata ukiona watu wanaenda kwa wivu inapeleka hao kwa waganga. Si ati nini? Wewe umebarikiwa, yeye anaenda ameshindwa kutafuta Mungu, anaenda kutafuta mganga. Kwa sababu ya nini? Wivu. Wangapi wanaenda kwa mganga kila Ijumaa? Nasikia siku hizi kuna ibada ya Ijumaa. Huko hakuna? Siku hizi amwendi Yesu Beti? Wakifika Ijumaa kuanzia saa 11 watu wameteremka njia, wameenda kurogaroga watu. Kwa sababu ya nini? Ambia mwenzako acha wivu. Acha nikwambie. Halo? Mimi niko na posho mimi. Ninashanganga gorogoro 5 baada ya wiki sijui 2. Hii posho mimi inashangia watu wengine wote. Inakushangia wewe na mimi. Sasa ukisikia wivu na posho mili hiyo, si nimeleta ikusaidie wewe na mimi? Kwa nini usifurahie? Halo? Amen. Huyu ndugu, huyu dada kuwa na kibanda ya matunda na nini, ameleta huduma. Mimi ningetamani machungwa na ndizi, ningeenda mbali. Lakini ameleta, si muombe abarikiwe. Sasa unafika hapo, unaangalia hivi, unaangalia na macho mbaya, unafikiri mtu anataka nunua, unasema leo ninawapata mteja. Kumbe ni roho ya wivu, inaangalia kuna hivi.
Unasema kwani kumbe leo kibanda imejaa. Sasa anaangalia akitoka hapo hana amani. Tena akitupia pesa anatupa tu namna hii. Kwa sababu amejawa na nini? Na watu wa wivu watakufa raha. Na nashukuru siku hizi iko ugonjwa imekuja ya pressure, ya sukari. Sasa ukinyonea wivu sukari itakumaliza. Ukinyonea wivu pressure itafanya nini? Sasa wachana kuonea watu wivu. Pressure itawamaliza bure. Unapata mtu amekasirikia tu mwingine. Mbona nikasirikia na mimi naenda kwa duka yangu nauza niko na tena nimeomba Mungu niletee wateja. Na unasema na duka imejaa. Sasa unaanza kutetemeka. Jamani, hiyo ni kupagawa. Ambia mwenzako ni kupagawa. Ni kupagawa. Halo? Yes. Tuko pamoja? Yes. Nataka tuweze kwa sababu ya masaa, nataka tuangalie. Nimewambia dalili ambazo unaweza kujua mtu amepagawa ama amechanganyikiwa na mapepo. Hizo ni dalili ambazo unaweza kuangalia. Na matokeo yake ni yapi? Matokeo, kama unaangalia, unaandika, nataka uandike. Matokeo ni yapi? Mtu ambaye ana ishara kama hizi, kile ambacho utaona, anakosa amani ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya kuwa na wivu. Halo? Kwa sababu ya kuwa na ishara hizi ambazo nimeweza kuambia. Utakapokuwa na hizi ishara ambazo nimeweza kuambia, ya kwanza nimwambia kwamba utakuwa na mawazo ambayo inatangatanga, wandering mind, shautuli, wandering mind. Wandering mind ni mbaya sana. Kwa sababu hauwezi ukatulia, iwe kwa biashara, iwe kanisani, iwe ni wapi, wewe unatangatanga, unatembea tembea. Na watu ya kutembea tembea wana fitina. Watu wakitembea tembea wako na nini? Kwa sababu shetani anawatumia kukari information from one place to another. Sasa wanakuwa na fitina. Kwa sababu akikuja kwangu, anapata Nora, anatoa ujumbe kwangu, anapeleka kwa Nora. Na apeleke ujumbe mzuri. Kwa sababu anatangata. Anafanya nini? Wandering mind. Hawezi kutulia. Mungu anataka mawazo zilizotulia. Mungu atakubariki kwa kazi ambayo umetulia naye. Kama umetulia kuwa mwanabiashara. Mimi nimetulia kuwa mkulima wa majani chai. Na ninapenda ninaamka asubuhi na mapema. Ninatulia mahali pale. Na ninafanya kwa bidii. Na Mungu amenibariki kwa sababu ninapenda hiyo kazi. Andi, kama unashona kanyaga vizuri. Tolea mtu nguo akipenduka namna hii. Anasema, mtu anauliza ni nani alishona? Anasema kuja nikuonyeshe. Kanyaga na bidii. Na ndio Biblia inasema chochote ambacho mkono wako itafanya, fanya kwa bidii. Fanya na moyo wako wote. Halo? Na unajua kufanya na moyo wako wote ni kujitolea. Unajituma. Ndio wazako unajituma. Nataka nikuje, nilikuwa nimesahau dalili moja. Kuna dalili nyingine ya kwamba mtu amepagawa na mapepo. Nyingine ni uchafu. Umeweza kwa uchafu. Mtu anakuwa tu mchafu, hataki kuoga. Machawa imejaa huku, maji iko kapchero. Jamani. Hii si mkulima ati amepigwa na vumbi. Mtu amekatwa, lakini ukiangalia hata ukipewa hiyo shati yake ama blouse yake, mama unasema hii si tukulike. Ukiangalia kwa sababu gani? Dalili ya kupagawa na mapepo ni uchafu. Amen. Na unaona mtu anafurahia. Hey, Bwana asifiwe. Halo? Ajetoka shamba lakini ni mchafu. Mtu wa Mungu, kuchanganyikiwa na mapepo, uchafu, ambie mwenzako uchafu. Ukiingia kwa nyumba, unaona nyumba yenyewe ni chafu. Baba wa mama anakuambia, na mama, wewe ni mama kweli? Nyumba ni chafu. Vijana wetu, najua vijana wetu hapa, chunga tusiingie hapo nafagia unarudisha vitu kwa kitanda chini. Wako msafi.
Ndio mwenzako kuwa msafi. Yeah. Ninaongelea kuna uchafu ya mapepo. Mtu afanye kazi, ukilipata mimi nimechafuka na nguo yangu kwa kazi, niko sawa. Ukipata ndugu nani na nguo yake ya mechanic amepakana huyu hapo hapo sawa. Lakini sasa yani huyu mtu unampata ni mchafu, si Jumapili, si siku gani, sio kazi, si wapi. Hata amekuja sherehe anakuja tu kuchafu. Watu wameenda sherehe wanakuja na gamu kwa sherehe. Watu wanaangalia, wanasema na wewe huyu mtu hapa namna gani? Ulikupagawa na kioo imewaka. Unachanganya hewa, watu wanakutoroka. Ambia mwenzako uchafu ni kupagawa. Dalili nyingine ni laziness. Ambia mwenzako laziness. Mtu hataki kazi. Mtu wako very lazy, ni kupagawa. Mtu anaamka asubuhi na ndio Rose Muhando ameimba. Kuna wimbo Rose Muhando ameimba. Ati sijui adui yako ama nini, ni wewe mwenyewe umejiroga mwenyewe. Sijui kama wanaweza jua hiyo wimbo. Shida zako, matatizo yako, ni wewe mwenyewe umejiroga. Ati jua ikitoka, wewe unafanya nini? Unasonga na jua. Ikisonga unasonga. Kivuli ikisonga unafanya nini? Watu wameamuka, unapata mtu amekaa kama hii mtusikafiri, anaota jua. Hakuna kazi, anaota jua hivi mpaka jasho inatoka na anakunywa chai kikombe 3 na hakuna kazi anafanya. Amekaa tu hapo, anarudisha hiyo kiketi nasonga tu namna hiyo mpaka saa 7 ifike. Laziness. Kanisa la Mungu hatutaki watu lazy. Vijana, ambia vijana msiwe lazy. Wamama sema msiwe lazy. Fanya kazi. Mungu mwenyewe anafanya kazi siku ngapi? 6. Ya 7 ndiyo anapumzika. Mungu mwenyewe anatuonyesha ya kwamba uungu ni wa kazi. Mungu mwenyewe ni wa kazi. Kwa hivyo ukifanya kazi, wewe unaonyesha ishara ya Mungu. Kuna watu wako lazy. Bwana sifiwe. Mtu wako lazy mpaka ukimwangalia namna hii. Mtu wa Mungu uko Kapchero, uko na 50 by 100 Mungu amekujalia, na wewe unanunua mayai kila siku, unanunua maziwa kila siku, unanunua mboga kila siku. Watu wanakuangalia, wanashindwa. Na kuna mtu hapo na plot amenunua magunia, ameweka mchanga, ameweka hapo kwa ukuta na mboga zinakuwa na anachuna na anauzia majirani. Na wewe uko na plot 50 by 100 na wewe hata huwezi uzia mtu mboga. Kama hujapagawa nini mbaya? Kama hujapagawa nini mbaya? Halo. Hapo nikigusa hapo watu wananichukia kidogo. Kama hujapagawa kuna nini mbaya? Yani you just wake up early in the morning. You have nothing to do. Laziness. Kama kuna kitu Mungu apendi ni watu wa goigoi. Sema goigoi. Mungu hataki watu goigoi. Umeamuka saa 3. Umeota jua, tena unarudi kulala saa 5. Unaamka saa 7, unatengeneza lunch. Unataka kula lunch. Hujafanya kazi. Ambia mwenzako laziness. Ndio tulikuwa mahali last week. Pastor mmoja alikuwa anahubiri. Akasema kwake, nilipenda huyo pastor na mama, akasema kwake TV mchana hakuna, hata watoto wanajua. Akupate watu unaona TV, unashikongo masikio inakunjwa kwanza ndio. Wale wa mama wa zamani wanajua, hata wa mama siku hizo wa discipline watoto. Hawa zamani ndio wanajua vile walikuwa na tu discipline. Yaani akikushika anakunjanga masikio namna hii, alafu anavuruta. Unasikia umeinua mguu mmoja tu. Yaani ile uchungu umefanya nini? Umesikia. Watoto wa siku hizo wanapembelezwa. Halo? Bwana sifiwe. Yaani kuona TV mchana hiyo unapata vijana wa siku hizi anajua vipindi vyote, asubuhi ameamkia TV mpaka analala saa 8 usiku. Kwanza kuna kitu kingine imekuja, Facebook, Twitter hizi hapa, vijana hapo tu hapa toka asubuhi, alafu wataki kazi, wanacheza vieta, wanacheza akibeti. Wacha nikwambia utabarikiwa na hiyo. Sisi tunaamini twende tupande mbegu, imee, uvune, ubarikiwe. Watu wa Mungu. Halo? Shika jembe.
Na kuna kitu moja nimejifunza. Ukiona mwanaume longi inararukanga nyuma, inararukia nyuma, huyo mwanaume ni lazy. Na ukiona mwanaume ambaye longi inararukia hapo kwa magoti, huyo ni mzee wa bidii. Sasa fanyeni utafiti. Na mtaniambia wanaume ambao longi inararukia nyuma, hao ni wanaume lazy. Na wanaume ambao inararukia magoti, ujue ni kazi. Anachapa kazi, anainama, longi zao zinararukianga wapi? Sasa ukiona mwanaume amepiga kiraka hapa mbele, ujue ni mtu wa bidii. Lakini wa nyuma unajua huyu ni mtu lazy. Sababu anashindanga tu amekaa chini. Amekaa chini. Amekaa wapi? Chini. Sasa wamama mfanye utafiti. Nimesema uongo? Fanya bidii. Ambia wenzako fanya bidii. Mungu anasema atabariki kazi ya mkono. Wewe ni kazi gani unafanya? Hata mtu wa Mungu ambaye anaitwa Musa, siku moja anaongoza wana wa Israeli. Inafika mahali mambo yanaharibika. Mungu anamuuliza, "Una nini mkononi?" Mungu akasema kweli, Musa akasema, "Hii sina kitu. Mimi nina fimbo." Akamwambia, "Na hiyo fimbo yako guza maji na njia ikafunguka." Musa anatembea na wana wa Israeli, wanapatwa na kiu ya maji. Mungu anamlilia Musa, anamlilia Mungu. Anasema, "Nitafanya nini? Watu hao wana kiu." Mungu anamuuliza, "Una nini mkononi?" Musa anasema, "Nina fimbo. Guza ililo mawe." Na hapo maji yakatoka. Na wewe una nini mkononi? Una kazi gani unafanya? Mungu akubariki nayo. Halo, una kazi gani unafanya? Uliza mwenzako, una kazi gani unafanya? Amka asubuhi, sema ninahitaji shilingi 1000. Mungu, niko na fimbo yangu mkononi. Niko na hii mkononi, nataka unisaidie. Na Mungu atakwambia guza mahali na kitu itatoka. Sasa wewe mtu ya Avieta unafikiri utaambia Mungu uliguza Avieta ati pesa itoke? Wachana na hiyo ndugu yangu. Na ndio nasikia school fees imekuliwa. Wazazi siku hizi wanapea hii watoto wetu pesa. Wanaenda watu wanasema wacha iongezeke na kuliwa inafanya nini? Atuamini. Kwa hiyo kanisa la Deliverance linaamini kwa kufanya kazi. Kama wewe uamini kwa kufanya kazi, ndugu yangu uko mahali pabaya. Fanya kazi. Ambia mwenzako fanya kazi. Halo? Nimekusaidia hapo? Utakapokuwa unamuomba Mungu, amuka asubuhi, mwambie nina biashara mkononi. Mungu, nimeamuka, ninaenda katika biashara. Ninainua machoni pako. Ninataka pesa. Ninataka school fees na nina hii mkononi. Na Mungu atakwambia nenda ukaguze na wateja wanakuletea pesa. Bwana asifiwe. Wanakuletea nini? Pesa. Watu wanakuja. Wacha hii pesa ya maajabu hujui zinatoka wapi. Pesa zinakuja ambazo ni kazi ya mkono yako. Halo? Bwana asifiwe. Wacha tuende katika matokeo. Watu wakiwa possessed na mapepo, wao wanapoteza furaha ya Mungu. Hawana furaha. Unawapata ni watu kwa maboma wanakaanga kama masimba. Kila mtu hawana furaha, hakuna furaha. Wanachukiana. Ukiona jamii zinachukiana, dalili ni kupagawa na nini? Kwa nini wewe uchukie ndugu yako? Na mlizaliwa, mkanyonya matiti moja, mkalelewa pamoja, sasa leo ukamchukia kabisa. Kama sio kupagawa na mapepo, unakosa furaha ya Mungu. Mkikutana kama mandugu tu, mkae kwa meza, ni vita. Ni kama nchi ya Ukraine na Russia. Wakikutana na kupiga? Na nyinyi mandugu. Bwana asifiwe. Hamwezi kubaliana. Kwa nini? Ni kupagawa na mapepo. Mnakosa furaha ya Mungu. Matokeo mengine ambayo yanajitokeza mnapokuwa umekuwa possessed ama umenyakuliwa na mapepo, unabaki kwa kitu kimoja kwa muda mrefu. Au songi. Neno la Mungu linasema kwamba Mungu anatusongesha kutoka katika utukufu moja kwenda kwa utukufu mwingine. Kila wakati kuna utofauti Mungu anasababisha maishani mwako. Unakuwa na ushuhuda mpya kila siku. Lakini wewe kwa sababu wewe umepagawa na mapepo yamekushika, unabaki mahali pale, huwezi kusonga. Mwaka nenda, mwaka rudi. Wewe uko wapi? Hapo hapo. Sio dalili mzuri. Ambia mwenzako si dalili mzuri. Matokeo ni kwamba huwezi songa. Unabaki pale. Huyu jamaa ambaye alikuwa anakaa kwa makaburi, alikaanga tu kwa makaburi. Ni mpaka wakati Yesu alikuja akamtoa.
Lakini alikuwa anakaa hapo mwaka naenda mwaka rudi. Hapo wapi? Anashikwa, anarudishwa huku, anafungwa, anakata mnyororo, anampata hapa, anajirarua kwa makaburi, anajirarua na mawe. Na anafurahia hiyo maisha. Maisha mbaya. Yaani maisha mbaya wewe unafurahia. Unaona tu mwanaume mzuri anaamua kushuka nywele, anavuta bangi, watu wanaangalia. Nasema jamani, huyu mwanaume mzuri, kijana mzuri. Kwa nini huyu mama ndiye anastahili kushuka? Wewe ndio unashuka. Hamuoni hapo kuna kuchanganyikiwa? Halo? Halo? Na mimi nataka niwaambie wamama wa Yesu, mko mahali hapa? Mko mahali hapa? Wacha niwapatie dosi. Msichana wako akileta kijana tu manywele imekaa hivi na anasema ati huyu ndio anataka kuolewa, ambie toka na yeye, masitaki kumuona mwanaume kama. Kwa sababu anashuka nywele tena, shida iko wapi? Ama nimesema mbaya? Vijana nimesema mbaya? Vijana nimesema mbaya? Yaani unasikia kijana, msichana wa Yesu ameleta kijana mzuri. Ndio amesoma. Hatukatai. Lakini anakuja manywele, ukiangalia unashindwa nani ndio msichana, nani ndio kijana. Wamama umesikia maneno? Fukuza hiyo kijana mara moja. Mwambie hamna binti kwenye nyumba hii. Fukuza yeye. Na tena unakaa ngumu, namwambia kwenda. Si tulizoea kunyoa hivi, na hii tulinyoa kwa viboko. Vijana mimi nashangaa siku hizi, wanapata wengine wananyoa nusu. Tulikuwa tunanyoa yote, na ukileta mchezo unapigwa kiboko. Unaambiwa desturi ni kunyoa nini? Yote. Watu wa Mungu ninawasaidia. Wacha niwaambie, hata vijana wetu wamechanganyikiwa siku hizi, wanapakana hii mafuta ya wasichana inanuka nzuri. Mwanaume anapita, unasikia ile harufu inakuja, unafikiri ni mrembo anapita. Because ni lazy. Wanaume wamekuwa lazy. Wamekuwa nini? Lazy. Sasa desturi ya mwanaume ni kunuka jasho. Mwanaume ni jasho. Anafanya nini? Sasa wewe mwanaume unapita hapa, unafikiria ni mrembo amepita. Hiyo iko shida. Iko shida mahali pale. Watu wa Mungu, tuko tunasaidia na kusaidia mahali pale. Niko na kusaidia. Sasa wewe wacha niwachie hapo. Mwanaume kamili ni kunuka jasho. Wacha warembo wavae wanuke hiyo marashi mazuri. Ni sawa. Lakini mwanaume hapana. Wewe utakuwa ni lazy. Hakuna kazi unafanya. Hapa leo wanaume vijana watanichukia. Leo tu next week pastor anakuja. Mwingine ameniambia huyo jamaa tumtaki. Jambo lingine, unakuwa na machungu na kutosamea. Kuna watu wana machungu. Matokeo, wakati mtu amepagawa na mapepo, matokeo ambayo utapata huyu mtu anaishi kwa hasira tu na machungu ndani ya moyo wake. Sasa unashindwa huyu mtu ana machungu gani? Akiongea, anaongea hata mimi naona hamnipendi. Sasa hatukupendi namna gani kwa kanisa ya Mungu? Na hapa ni upendo wa Mungu. Mimi naona hata mkiniangalia kwa kanisa hamnitaki. Yaani na ukimkosea kidogo ataimba hiyo neno tangu Januari mpaka Disemba. Hawezi sahau. Matokeo asamei. Ambia mwenzako fua wa kusamea. Yesu anasema hata mnapokosana ndio isitoke hapa mpaka ifanye nini? Na tusameane mara ngapi? 70 mara. Yaani usichoke kusamehe. Lakini kuna mtu ukimkosea anasema mpaka niende hapa chini. Unasikia hapa chini? Atanakanyaga. Ati mpaka niende hapa chini. Hiyo sitasahau. Hiyo sitasahau. Ameweka hiyo maneno. Mpaka roho anaenda pimwa na daktari, anaambia sasa kinonda imekuja kwa roho. Kwa sababu amekadhiri, na hata baada ya kuambiwa kuna nini, una machungu gani, na anaendelea tu. Wanasema, wacha nikwambie, madaktari wanasema hivi. Ndani yetu ama ndani ya utumbo wetu kuna kitu inaitwa hydrochloric acid. Hiyo inasaidia maneno ya digestion na nini. Hiyo hydrochloric acid inastahili yaangukie mahali inafaa. Na kuna kiwango kinastahili kuangukia. Sasa wewe wanasema wakati unakasirika
kiwango cha asidi hiyo kinafinyika, kinaanguka na kinaanza kuchoma sehemu fulani ya utumbo wako, na ndio unasikia ulcers inakuja. Ulcers inafanya nini? Kwa sababu ya usamehe. Sasa anza kusema samea. 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 Samea watu. Utakosewa. Wangapi utakosewa? Hata Yesu mwenyewe alikosewa, alisalitiwa, alikataliwa, lakini alisema Mungu asamea kwa sababu hawajui kile wanachokifanya. Sasa wengine unahitaji kunisamea. Unahitaji tu kunisamea. Usikae tu. Unakaa mpaka unakaa kwa boma hii nipendi, umekasirikia boma ya wenyewe na umeolewa hapo. Wewe ulikuja tu hapo na umekasirikia tu watu. Kasirikia masemeji, umekasirikia nani? Na umeweka bitterness mpaka umekwisha, umekonda. Ambie mwenzako samea. Ondoa machungu. Ambie mwenzako ondoa machungu. Kuna watu wana machungu mpaka imewaletea magonjwa. Naendelea ili nimalize. Wanakuwa matokeo yatasababisha magonjwa yasiyotibika katika jamii. Kuna magonjwa hayatibiki. Unaenda unapimwa kabisa, unaangaliwa. Daktari anapaka analeta ile kitu kingine, wanaangaliaga na macho moja namna hii, wanapima damu, wanasema wewe hauna ugonjwa. Na wewe huku unalia kabisa, mimi mgonjwa. Magonjwa yasiyotibika ni matokeo ya kupagawa. Ni matokeo ya kupagawa na nini? Wanaenda wanakuscreen kabisa. Daktari anasema kweli hatuoni kitu. Na wewe maumivu ile uko naye, unasema mimi silali. Kweli wewe ni mgonjwa. Magonjwa yasiyotibika ni matokeo. Haya, jambo lingine. Unakuwa na ndoto ya kutisha, ya kushtuka. Kuna watu leo ukilala nao utashtuka. Sababu anashtukanga na nduru. Unaenda kumshikia kwa mlango akitoroka. Nini? Hata wewe ulikuwa umelala na amani yako, mtu anaamka, "Hui, usiku na nduru." Unasikia kama ni mama anashika mzee, nini mbaya? Ndoto za kutisha. Ni dalili. Ni matukio hayo ya kupagawa na nini? Na mapepo. Mungu anasema baada ya kazi tutulie, tulale vizuri. Ulale vizuri. Lakini ndoto mbaya, ndoto za kutisha, hiyo sio mambo ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Na hii hata unashtuka. Na wanasema mtu kama huyo akiamka namna hiyo na urudi mshtue umemuua. Anasema katika wakati huo unampa nafasi ya tulie. Ni mapepo, mandoto za kusumbua. Mandoto zinasumbua, unapiga duru, unalia. Mandoto yani ikifika usiku kulala, wewe unasema ni heri iwe mchana. Hauwezi ukafurahia usingizi. Maana usingizi iko na mambo mabaya yanakusumbua. Hiyo ni matokeo ya kupagawa na. Sasa nitatoka ndani namna gani? Wacha niweze kuambia. Ili utoke ndani unahitaji maombi ya ukombozi. Halo, unahitaji maombi ya ukombozi. Nitatokaje katika hali hii? Pengine nisiingie hapo kwanza. Wacha niseme na kupagawa na mapepo yanatoka wapi? Wacha nigusie vipengele kama 4. Ya kwanza, niliwahi waguzia wakati nilikuwa naongelea kuhusiana na ngome na mambo fulani. Yanatokana na misingi katika sherehe mbalimbali. Na nikawaambia kujenga hiyo msingi sisi ndio tunajenga. Tunajenga katika sherehe za tohara. Unajua sherehe za tohara? Waluya mko hapa. Waluya wa Yesu mko hapa. Fanyeni hivi mkono tu. Hao wanajua. Wanasema ikifika ile mwaka ya utairishaji, kuna visu huwa vinapelekwa kwa mlima Masaba. Ndio maudendo. Yaani kabla wajianza ziende mahali pale, hizo visu zifanywe nini? Na wewe utakapoingia ndani, wewe unaingia. Si mtoto umemzaa? Wewe unasema mama, unasema patia baba mtoto wapeleke waende wengine waanze kujua, hapo umeanzisha hiyo msingi. Sasa hiyo visu unafikiri inapelekwa ifanywe nini huko? Halo, ifanywe nini huko?
Alafu hizo sherehe za utayarishaji ziko na mambo mengi. Yetu ya Waelgo niko na mambo mengi. Ninyi wa Mara mnajua iko na mambo mengi ambayo hatuwezi kusema. Na hizo misingi ndio huwa zinalete mambo ya kupagawa na kupenda. Yaani unaona kuna watoto baada ya kupashwa tohara wanaharibika mpaka mama anasema, "Mimi mtoto wangu alikuwa mzuri. Tangu atairiwe tu, tabu imeingia kwa hivyo." Amepagawa na nini? Hello? Misingi zinaingia. Na nataka niwaambie, mimi nilijaliwa sana kusoma shule ambayo ilikuwa karibu sana na jamii ya Waluhya wengi. Nilisoma mambo mengi na sisemi kwa sababu, nasema kwa sababu nina experience. Siku moja tumesimama kwa paredi imara namna hii, tunapandisha bendera. Alafu wale wanatoka mtoni wanaimba hiyo wimbo. Si mnajua hiyo wimbo wanaimbaga? Wanaimba. Kijana akavunja sheria ya nchi. Akatoka mbio. Kaona ametetemeka. Akatoka mbio. Sisi kama wanafunzi unajua tabia ni kufurahia, si ndio? Sisi na tukavunja sheria tukafuata mtoto kijana yetu wa mahali ameenda. Tukafuata fulani anafanya nini? Tukafuata yale tulienda kuona ni maajabu. Sasa hebu angalia connection ya hii maneno nyingine ambayo inasababisha tu mtu kusikia wimbo na anatetemeka na anakimbia mpaka huko. Halo? Yaani anachanganyikiwa ujina mimi. Bendera walimu wanajaribu kukimbia kuturudisha, tulikuwa na shida walimu. Hiyo mapepo ina nguvu. Si unasikia hata nani mimi nasema hapa, huyu alikuwa anafungwa na minyororo anafanya nini? Hata huyu hakuna mtu angemshika. Na ile pia alienda akimbiaje kwa shule, lakini ile pia alienda kumfikia. Yaani anaenda mbio, mbio ile sio nguvu ilitoka wapi? Mbio nyingine ile hata unashangaa. Sasa ndio mimi nataka niwaambie hizi sherehe. Na tumewaambia watoto wetu tunapowapasha tohara tuwapeana kwa watu wa Mungu. Yes. Na mimi nashukuru Mungu sana kwa kanisa la Deliverance. Mmekuwa mkipeana watoto wenu kwa watu wa Mungu na tunawafungua katika nyumba ya Mungu. Hilo jambo linakusaidia sana. Usione ni rahisi. Lakini wacha nikwambie, jaribu. Ukiona ni ngumu, wewe jaribu yetu ya wakaletu waweke huko. Si mnajua mahali mnawekana? Hebu jaribu hiyo. Mtoto akitoka huko, misingi ambayo amejengewa huyo mtoto. Sasa na unaona, wacha hata nyinyi mmeangalia. Hiyo sherehe ikoaje na aibu. Unapata mtu alipoanza tu mzuri, unapata anarukaruka sawa simu. Ameharibika kabisa. Unapata mama mzuri anaharibika wakati huo anakimbia tu. Ni nini inafanya? Ni nini inafanya? Na wakati unajenga hiyo msingi, unafikiri kuna mambo mazuri. Wachane na hiyo sherehe. Tafadhali msitupeleke kwa sherehe kama hiyo. Watu wa Mungu umesikia? Tuachane hizo sherehe. Maana kwa hiyo sherehe wanaamini damu lazima imwagike, pombe lazima itengenezwe. Sasa angalia na hiyo pombe ikitengenezwa, unajua kuna watu fulani wanatengeneza. Wachaneni na hiyo. Jambo lingine katika kutajisha watoto majina. Watoto wakizaliwa na kutajishwa majina, hapo pia iko maneno. Wale wetu tunaamini kuna kamtungi fulani kazuri ambaye kana mdomo kidogo hapa mbele, huwa kanatengenezwa. Alafu akitengenezwa wale wanajua mama nani, sijui kama uko yake ni kama yetu sijui, lakini mimi niliona zamani katika hiyo pombe inatajwa, inawekwa, alafu kuna majina yatatajwa ya ukoo. Alafu ile jina ambayo itakubalika itajionyeshea kwa pombe. Sasa mkiitishia watoto kwa majina ya pombe na ikubalikie kwa pombe, na huyu mtoto akuja ashike pombe, nani aliharibu yeye? Sini wazazi? Tulete watoto wetu hapa. Na last time tuliongea watoto wetu hapa. Tueni hawa kwa hiyo msingi, kukuwataja majina. Usiwatajie majina kwa kujenga misingi mbaya. Hapo ndio foundation ya kupagawa na mapepo inakuja. Nataka niwaambie, hata unapoitanisha watu kama jamii ya Wakikuyu, wanaamini ya kwamba mtoto wa kwanza anaitwa kwa kina baba, si ndio? Anaitwa kwa kina baba, wa pili anaitwa kwa kina mama. Yao ni rahisi kidogo. Unasikia? Wanaitanisha kwa kina baba na kwa kina. Sasa mimi sijui kama yao iko na maneno. Lakini zetu zingine mtoto analianga mpaka wanafanya maneno fulani. Chunga hiyo maneno ya kuishi. Peana majina. Peaneni majina mazuri. Na ndio tumwambia atatafuta majina hapa. Kwa Biblia peana majina ya? Peana majina yenye iko wapi? Biblia.
Bwana asifiwe. Haya, ingine ni pia wakati tunafanya sherehe za maziko, tunapozika watu. Ninyi mnajua kuna mambo mengi yanafanyika kama mjijua Mungu. Na ndio sababu tunasema wacha kanisa la Mungu lihusike. Wacha kuhusisha wengine, wana mambo mengi wakati sherehe ya maziko inafanyika. Chungana, usiende kweli ukahusike. Inaweza kusababishia mambo fulani. Bwana asifiwe. Kuna sherehe zilifanyika na imesababisha watu wao huwa wanakufa kiolela. Sherehe za harusi pia. Sherehe za harusi zina mambo mengi, lazima tuwe waangalifu. So, tutaweza kutoka ndani namna gani? Nimetajia misingi ambayo tunaingia ndani. Tutaweza kutoka ndani namna gani? Moja, tumesema tukombolewe. Ya pili, toa matoleo yako kwa Mungu. Kutoa sadaka kwako kwa Mungu iko inaendelea kukukomboa. Bwana sifiwe. Sadaka yako tu vile unakujanga hapa kanisani, hata kama mambo yako namna gani, wewe kutoa kwako sadaka kuiweka hapa kunaendelea kukomboa maisha yako. Inaendelea kukutoa katika nguvu za mapepo. Toa by giving to God, kwa kutoa kwa Mungu. Nimesema ya kwanza ni ukombozi, uombewe maombi ya ukombozi. Ya pili ni kwa kumtolea Mungu. Ya tatu, kujitolea kwa vitu vya Mungu. Wacha nikwambie, kuja tu kanisani. Wewe kuja kwako kanisani kunaweza kukukomboa. Na kuna huyu mtu wa Mungu Patimayos, alikuwa ameshikwa, amekuwa kipofu, lakini kinachomkomboa yeye anapatikana amejitolea kutafuta Yesu wakati Yesu anatembea. Nini ilifanyika? Si aliona? Anamwangalia huyu Zakayo. Zakayo huyu kwa kujitolea tu kumtafuta Yesu. Nini ilifanyika? Yesu anasema kuanzia sasa ukombozi umekuja kwako. Nitakuja kukaa na wewe, nitakula kwako. Kwa hiyo wewe kumtafuta Mungu, kuja hapa kanisani inaweza kukukomboa. Inakutoa kwa hizo vitu. Na nimekuwa nikiwapatia mfano. Kuna kijana mzuri anaitwa Bro. Unamjua Bro? Bro amejitolea mpaka anajiita pastor. Kama ungemuona Bro mara ya kwanza, hata kuongea hapo anaweza kuongea. Alikuwa amefungika kimaneno. Lakini kujitolea tu na kukaa kanisani. Nini nimefanya Bro leo si anaongea unasikia? Hata leo utaelewa maneno yake kwa sababu ya kufanya nini? Wewe kuja kanisa bwana. Kuja hata kama wewe mwenye dhambi, kuja kanisa. Dhambi nyingine inaendanga polepole. Kufunguliwa kwingine kunafunguliwa wakati unakuja tu kanisani. Kuja tu Jumapili kaa utafunguliwa. Bro alijitolea, na Bro leo ukimuona ni Bro ambaye miaka 20 ama 10 iliyopita sio huyo. Kwa sababu gani? Alijitolea kufuata kanisa. Kila Jumapili anaweka tai yake hapa na akatoka kwa uchafu na akakuwa msafi. Na akakuwa msafi kabisa. Na Bro leo nataka kukuambia kweli ni pastor anaposema ni pastor. Mungu amemkomboa. Mungu anamkaika mbali. Bwana asifiwe. Kwa kuomba, fanya maombi. Ambie wenzako fanya maombi. Omba hata kwa dakika 2, omba kwa dakika 3. Jambo lingine, tafuta watu wa Mungu wa kuombea. Na watu wa Mungu aina gani? Ni wale wanaoomba na kuamini kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tafuta watumishi wa Mungu wa kuombea. Bwana asifiwe. Umenishika hapo vizuri? Jambo la mwisho ninapoenda kumalizia, kwa kutubu dhambi zako, tubu dhambi za kweli, inaweza kukuweka huru. Kwa kutubu, wakati mwingine unasimama, unakuja kutambua kuna kupagawa wengine ni ya ukoo, ni ya kifamilia. Kuna familia zingine zina matatizo, yalifanya mambo mabaya, yalinyang'anya watu vitu, na sasa hayo madhambi yanaofuata. Wacha nikwambie, kama kuna kitu mbaya ulifanya kitu na ukaificha, ukaiba, ukaficha, hilo jambo linaweza kukushika. Na mimi nafikiri wakazi ni kama walikuwa karibu na Wayahudi kidogo ama Waisraeli. Wanasamini leo hii kama huyu mama Robini nilimpea ng'ombe. Wacha nichukulie mwanaume ndiye itaingia mzuri. Jonathan huyu nilimpea ng'ombe, nikamwambia wewe hii ng'ombe ndio watoto yako lakini utanirudishia. Sasa nikampea na bahati mbaya nikakufa na mke wangu ajui, si ndio? Huyu anastahili akuja aseme hiyo maneno. Akuje mbele na aseme kweli huyu mzee iko ng'ombe alinipea. Na ng'ombe yenu mtakuja kuwa. Lakini utakaponyamazia na ukule useme basi huyu amekufa ameenda. Unyamazie. Inasemekana itafanya nini? Itaanza kujitokeza kwa watoto.
Na tumeona maneno haya yakijitokeza, yanaanza kutokea kwa watoto. Watoto wanaanza kuharibika. Na utapata mzee mmoja anasema hapana, hiyo boma tunastahili kutengeneza. Tunatengeneza namna gani? Kwa sababu wanasema walifunika. Ya wakale wanasema walifunika vitu ya Mungu. Sasa unataka sema vitu haifai. Wewe ukijitambua, baba yako aliwahi vitu ya watu. Kweli wewe umezaliwa, lazima uanze kutubu. Sema Mungu, kweli maneno haya yalitokeza. Sio mimi nilifanya, lakini katika jamii yetu yamehusika na mimi nimejitokeza kwa damu hii, na tubu mbele zako. Samea watoto wangu. Unashika watoto wako wanasema watoto hao hawatapata lahana hii na kufunika vitu wenyewe. Ninataka kujiondoa na kujiweka wazi. Ile nakuweka huru. Na ndio utaona unaanza kuwa tofauti. Kama mlikuwa watu 5 kwa hiyo familia, yako inaanza separate kwa sababu ulianza kutubu. Ulifanya toba kwa kutubu. Bwana asifiwe. Mnanishika vizuri? Jambo la mwisho, kwa kuenda kanisa la kweli. Enda kanisa la kweli. Kuna makanisa yako hapa nje, makanisa yasiyokuwa ya kweli, yana udanganyifu. Enda kanisa ya kweli na wewe utaweza kukombolewa. Enda kwa kanisa ambayo inaamini kwa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, na wewe utaweza kukombolewa. Tusimame kwa miguu yetu. Wakuheshimiwa ni wewe. Nyosha mkono wako juu tuwasubiri. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Kuomba kwa pamoja. Soma katika kitabu cha Genesis 8:22. Mwanzo 8:26. Genesis 8:22 verse 22. 8 verse 22. Maandiko inasema, muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa joto, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo, kama una bahasha yako, shika kwa mikono. Wangapi wamekuja na bahasha yao ya kupia mbegu yao ya kupanda? Tuinue mikono yetu kama tumekuja naye. Kuja naye hapa mbele. Kuja hapa mbele, tumwamini Mungu katika maandiko haya. Karibu mahali hapa kabla hatujatoa sadaka zetu.